Habari zenu wa Tanzania, karibu sana waandishi wa habari. Niliyoko mbele yenu naitwa Ashura Mashaka Masudi, ni katibu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Kanda ya Kati. Nimewaita leo waandishi wa habari kuweza kuongea na Watanzania, hususan waishio Kanda ya Kati kwa maana ya mkoa wa Morogoro, Dodoma na Singida. Kama ambavyo mmeona, kuanzia tarehe 16 mwezi wa 5 tumekuwa na operation ya katiba mpya na Free Tundu Lissu. Hiyo ratiba kwetu Kanda ya Kati itatufikia tarehe 24. Tutakuwa na mkutano mkubwa sana hapa Dodoma mjini, na dhana ya mkutano wetu ni katiba mpya na Free Tundu Lissu. Baada ya hapo tutakuwa na mikutano jimbo kwa jimbo kwa majimbo yote 29 yaliyopo hapa ndani ya kanda yetu ya Kati. Kwa nini chama kimeanza na operation hii? Ndugu wa Tanzania, kama tunavyofahamu kwamba tunao uongozi batili katika nchi yetu uliopatikana tarehe 29 Oktoba. Na uongozi huu batili umepatikana baada ya kuwa utawala ulioko madarakani kuikanyaga katiba yetu. Hii katiba mbovu ambayo tunataka ibadilishwe imekanyagwa. Sasa sisi kwa sababu hatukuwa sehemu ya washiriki wa huo uchaguzi, na kwa sababu kuna mambo mengi kadha wa kadha katika jamii ambayo yanahitaji ufumbuzi, nikimaanisha kwamba taifa la Tanzania linahitaji mabadiliko, lazima tuwe na katiba mpya. Katiba mpya ambayo Mtanzania ndiye atakayeweza kumwajibisha kiongozi. Katiba mpya ambayo kiongozi atakuwa anawatumikia wananchi, sio kuwatawala wananchi. Mfumo wa uongozi ulioko madarakani ni mfumo wa uongozi ambao umekuwa kama watawala, sio viongozi ambao wapo kwa kusudi la kuweza kuleta suluhu ya changamoto zilizopo katika nchi yetu. Kwa maana hiyo, mikutano yetu ya Chadema tutaifanya nchi nzima, kama mlivyoweza kusikia kama tamko la kamati kuu kwamba tutazunguka nchi nzima, tutazunguka jimbo kwa jimbo, tutazunguka hata kwenye kata kutoa elimu ya umuhimu wa katiba mpya. Kwa nini tunahitaji katiba mpya? Nimeshaongea kwamba tunahitaji katiba mpya ambapo kiongozi atakayeenda kinyume na matakwa ya katiba awajibishwe na Watanzania. Tunahitaji katiba mpya ambayo inamuondolea rais nguvu ambayo imetufikisha hapa. Kwa nini tunasema imuondolee nguvu? Tunaona katiba hii tulionayo hii imempa rais nguvu ya kuweza kumteua, imempa nguvu ya kuweza kumteua mwanasheria mkuu wa nchi au wa serikali, imempa nafasi ya kuweza kumteua jaji mkuu, mwendesha mashtaka. Kwa hiyo, kwa tafsiri hiyo, kama tunahitaji haki za kimahakama, hatutaweza kuzipata iwapo kiongozi aliyemteua mwendesha mashtaka au jaji mkuu ataweza kutoa maelekezo. Kwa tunahitaji haki, tunahitaji uhuru, tunahitaji maendeleo. Sasa hayo yote matatu ili yaweze kupatikana, ni lazima tuwe na katiba mpya. Ndugu zangu waishio mkoa wa Dodoma, mkoa wa Morogoro, mkoa wa Singida, mimi kwa niaba ya chama Kanda ya Kati ninawakaribisha muweze kuhudhuria mkutano wetu utakaofanyika katika viunga vya hapa Dodoma mjini. Msikie sera, msikie sababu kwa nini Chadema inaungana na Watanzania kuweza kudai katiba mpya. Kwa nini Chadema tunaungana na Watanzania kumdai Tundu Lissu awe huru. Ndugu wa Tanzania, kama mnavyofahamu, Mheshimiwa mwenyekiti wa taifa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu ni mzaliwa wa mkoa wa Singida. Sisi wana Kanda ya Kati, sisi wana Chadema kutoka Kanda ya Kati, tunahitaji Mheshimiwa Tundu Lissu awe huru. Tunahitaji awe huru kwa sababu kesi iliyomweka ndani mwaka mmoja na mwezi sasa ni kesi ya kubambikiziwa. Ni kesi ambayo hadi sasa mahakama imeshindwa kuimaliza na kutoa jawabu kwamba ana hatia au hana hatia. Wanachadema Kanda ya Kati na Watanzania waishio Singida
Dodoma na Morogoro. Tunahitaji haki katika mahakama. Hivyo tunahitaji kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo imalizike haraka sana, awe huru, aje aungane na chama chake na familia yake. Mheshimiwa Tundu Lissu hakufanya uhaini wowote. Mheshimiwa Tundu Lissu aliwekwa ndani kwa sababu alikuwa aliungana na Watanzania kudai reforms. Tulikuwa tunahitaji reforms ambazo zitaweka usawa kwa vyama vyote kushiriki uchaguzi wa huru na haki. Kitendo cha yeye kuwa mbele kuweza kudai madai hayo ndio yamempelekea kuwepo ndani. Na kwa sababu jaji mkuu na kwa sababu mwendesha mashtaka ameteuliwa na rais, tunao wasiwasi mkubwa kwamba haki itaendelea kuchelewa kupatikana, kwa sababu aliyewekwa ndani ni kiongozi wa chama, yani ni kiongozi wa kisiasa, lakini pia rais wa nchi hii ni kiongozi wa chama cha siasa, na huyo ndo mteule wa hao watu ambao nimesema kwamba jaji mkuu, mwanasheria mkuu, mwendesha mashtaka, wote wametokana na rais. Hawawezi kwenda kinyume na hivyo. Pamoja na yote, kwa sababu tunaamini haki inafanyika mahakamani, sisi kanda ya kati tunamhitaji mwenyekiti wetu Tundu Lissu awe uraiani, kwa sababu hana hatia. Sasa hivi tunavyoongea tunaelekea miezi mitatu tangu kesi imesikilizwa kwa mara ya mwisho. Hajawahi kurudishwa mahakamani. Na taifa, kama mnavyosikia, tumepata taarifa kwamba mwenyekiti wetu ni mgonjwa huko mahakamani. Na hakuna ambaye hafahamu kwamba mwenyekiti wetu anaishi na risasi mwilini, anaishi na vyuma mwilini. Amekuwa na utaratibu wa kufanya check up kila mwezi, na wala hafanyi ndani ya nchi hii, amekuwa akifanya katika hospitali kubwa za nje ya bara hili la Afrika. Kwa maana hiyo, kukaa kwake mwaka mzima na sehemu ni mkakati dhahiri wa CCM na serikali yake kuhakikisha wanamuua taratibu. Na sisi kama Chadema tutaendelea kupaza sauti kwa pamoja kuhakikisha kwamba mwenyekiti wetu wa chama taifa anakuwa huru. Katiba yetu hii, katiba hii ya nchi iliyopo hadi sasa, inajali haki za binadamu, haki ya kuishi. Na ili mtu aweze kuishi anahitaji matibabu, anahitaji huduma za afya. Kama mwenyekiti wetu Antipas Tundu Lissu alikuwa akipata matibabu yake nje ya nchi, ni lini tangu amewekwa ndani serikali hii dhalimu imeweza kufikiria katika swala zima tu la haki za binadamu likampeleka hospitali kufanya check up? Ni kwamba wanasubiria hali aliyokuwa nayo ya ulemavu ya kuishi na risasi mwilini na vyuma na mazingira ya kuishi gerezani yaweze kumuua taratibu. Sisi kanda ya kati, sisi ndugu zake wa Singida, Dodoma na Morogoro, hatutakaa kimya. Tunaungana na wanachadema na Watanzania wote kuhakikisha kwamba mwenyekiti wetu anakuwa huru. Tutazunguka majimbo yote yaliyoko ndani ya jimbo letu. Ndani ya kanda yetu tunayo majimbo 30. Tutafanya mikutano za kudai katiba mpya. Tutafanya mikutano ya kumdai Tundu Lissu awe huru au mahakama ikatoe hukumu yake. Waheshimiwa wa Tanzania, tulipofikia ni sehemu ya kudai katiba mpya, ni wakati wa kudai haki za mahakama. Tunao ndugu zetu wa Tanzania wengi ambao wamewekwa ndani kwa makosa ya kubambikiziwa. Tunao Watanzania ambao wamekimbia nchi kwa sababu ya kuogopa kuuliwa. Tunao ndugu zetu waliotekwa mamia kwa mamia ambao hatujulikani wako hai au la. Tukikaa kimya, atamalizwa mmoja baada ya mwingine. Hakuna aliye salama. Kila mmoja atajichukulia mamlaka mkononi, atafanya anachokiweza. Kama mnavyokumbuka, wiki zilizopita kijana aliyekuwa mwanachuo wa IFM ameweza kuonekana mwili wake ikiwa ni kiwiliwili bila kichwa. Ni kwa namna gani Tanzania tumefikia katika unyama uliopitiliza? Haya mambo siyo ya kukalia kimya, ndugu wa Tanzania. Ndio maana Chadema imeanza operation ya kudai katiba mpya, tukihitaji uwajibikaji wa viongozi walioko madarakani. Hatuwatambui, lakini ndio wameshikilia dola yetu.
Tunahitaji uwajibikaji. Ni nani ambaye anayafumbia macho mauaji yanayoendelea? Ni nani anayefumbia macho utekaji wa vijana wetu? Ni nani anayefumbia macho mauaji yaliyofanyika tarehe 29 Oktoba 2025? Ni kweli Watanzania, kama mlivyosikia, kulikuwa kuna hiyo tume ambayo iliundwa na watu ambao sio halali, ambao wanapaswa kuwajibishwa, wakaunda tume imeleta majibu yake ambayo hayako wazi. Lakini sisi kama Chadema tukiungana na Watanzania wote waliopoteza ndugu na jamaa, hatuoni kama inatosha. Tunadai tume huru kutoka nje ya nchi yetu, kwa sababu viongozi walioko madarakani ni sehemu ya wawajibikaji. Hawawezi kutundia tume huru yenye kuweza kuleta uhuru wa taarifa wala uhaki ya taarifa. Tunachokihitaji ni tume huru kutoka katika jamii za kimataifa, waje wachunguze ndugu zetu waliuliwa na nani, na kama taarifa ya huyu Jaji Chande inasema kwamba walioua wanatambulika, basi hao walioua hata sisi tunawatambua, wachukuliwe hatua. Ndugu wa Tanzania, ni wakati sasa wa kupigania katiba mpya. Ni wakati sasa wa kupigania haki za kuishi. Ni wakati sasa kupigania kuondoa ugumu wa maisha. Tunaona kuna ukosefu wa ajira kwa vijana. Vijana hawana ajira, wasomi wamekaa majumbani. Ni nani wa kuwakwamua katika huo mkwamo? Ni swala la sisi wazazi, vijana ambao hawana ajira, waliosoma na ambao hawakusoma. Tudai katiba mpya ambayo italinda rasilimali zetu, rasilimali ambayo ni msingi wa ajira katika taifa hili. Ni dhahiri CCM imeshindwa kuja na suluhu la ajira. Vijana, mbali na kuuliwa kwa kutekwa, vijana hawana ajira. Waliosoma wamebaki na vyeti vyao kwenye mabegi, ambao hawajasoma hawajui waelekee wapi. Lakini sensa inaonyesha, takwimu yetu inaonyesha, asilimia kubwa ni vijana ambao kimsingi kwa serikali ambayo inatambua wajibu wake ilihitaji iweze kuweka mikakati za kuondoa tatizo la ajira. Leo hii tunadanganyishiwa tu kwamba ajira ni bodaboda. Bodaboda imekuwa ni alternative ili watu wasiweze kufa njaa, lakini sio ajira ya msomi wala wa kijana, kwa sababu mwisho wa siku kuna madhara ya kuendesha hizo bodaboda. Tunalo kundi kubwa la miaka 20-30 ijayo, vijana wenye ubovu wa kiafya walioathiriwa kwa kazi ya bodaboda. Kwa hiyo tusiboteke wa Tanzania, tuendelee kuungana, tuweze kupata serikali ambayo inawajibika, serikali itakayolinda katiba ya nchi, serikali ambayo itakuja na suluhu la ajira, itakuja na mkakati wa kupata huduma bora za afya. Sio kwamba mnatafuta bima za afya wakati vituo vya afya havina wauguzi, wakati vituo vya afya havina madawa. Hiyo ni changalamacho. Ndugu wa Tanzania, tunaomba tuungane kwa pamoja, tuweze kuwawajibisha hawa watu wanaotumia rasilimali za nchi kwa manufaa yao peke yao, ambao ni kundi dogo sana katika taifa hili. Watanzania wengi wamebaki kuwa masikini na hatuoni njia ya kuweza kujikwamua. Tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha katiba mpya yenye kuleta uhuru wa kujieleza na kutoa mawazo. Tupate katiba mpya yenye kujali haki bila kujali itikadi za kidini na za kisiasa. Tupate maendeleo ya watu, kwa maana kwamba elimu bora ambayo itamkomboa Mtanzania, huduma ya afya ambayo itawafikia vijijini na mijini, masikini na matajiri, bila kwenda nje, na wakati wananchi wengi hawana kipato kikubwa. Ndugu wa Tanzania, lazima tupiganie haki, lazima tupiganie uhuru, lazima tupiganie maendeleo ya watu. Na hiyo ni slogan ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Tunahitaji uhuru, haki na maendeleo ya watu. Tuachane na masuala ya COMED. Kumekuwepo na mazingaombo yanayofanywa na serikali na Chama cha Mapinduzi. Watanzania tupuuzie. Wamekuwa na kikundi kidogo kinachojiita wasanii, wanafanya mambo ambayo tunayaita ni COMED, mambo ambayo hayana tija kwa taifa hili.
wakati mwili wa kijana wetu unaokotwa ukiwa ni kiwiliwili tu, huku watu wanaomboleza kifo cha mbwa. Haiko sawa, haiko sawa. Kundi dogo hili lisiweze kujimilikisha nchi hii, kundi dogo hili lisiweze kumiliki rasilimali tulizo nazo. Hii Tanzania yetu sio Tanzania ya nchi ambayo inaongozwa kiusultani. Hatupaswi kuwa na utawala wa kiusultani, kwamba ukoo mzima ndio unaochukua madaraka katika hii nchi. Nchi ni ya Watanzania, nchi ni ya Watanganyika na Wazanzibari. Tunahitaji usawa kwa kila hali, tunahitaji usawa kwenye ajira, tunahitaji maendeleo vijijini na mijini, tunahitaji usawa katika siasa, mgawanyo wa madaraka. Kama ni tume huru ambayo itafanya kiongozi atakayeshinda ndo atangazwe, lakini sio tume huru ambayo imeteuliwa na kiongozi wa Chama cha Mapinduzi ambaye atavuta maslahi yake. Ninawashukuru sana Watanzania, ninawakaribisha sana katika mkutano wa hadhara utakaofanyika katika viunga vya Dodoma mjini. Matangazo yetu mtayasikia, naombeni wote tushirikiane kwa pamoja kupokea ujumbe uliobebwa na chama taifa. Lakini pia nawaalika Watanzania, wanachama pamoja na viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Tunayo matukio, tutakuwa tunazindua ofisi yetu ndogo, makao makuu madogo ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo hapa Dodoma, ambao ndio ofisi ya kanda pia. Kwa hiyo wananchi wote waishio kanda ya kati, wanachama wote tunakaribishwa sana siku ya tarehe 24 asubuhi saa 4 tuwe katika viungo pale Ilazo jirani na Martin Luther kwa ajili ya uzinduzi wa jengo letu ambalo tunalijenga. Hivyo basi tunaomba muendelee kuchangia kama ambavyo mmekuwa mkichangia, wanachama wetu na viongozi wetu pamoja na Watanzania wapenda haki. Endeleeni kuchangia kwa ajili ya ujenzi, endeleeni kukiunga mkono chama chetu. Ndio chama pekee ambacho kimebaki kikiungana na Watanzania kuleta mabadiliko katika taifa letu. Naomba niwashukuru sana Watanzania wote kwa ajili ya kutuunga mkono, lakini pia naomba niwakaribishe viongozi wetu wa kitaifa. Karibuni sana Dodoma ambayo ni makao makuu ya nchi. Dodoma ambapo sisi kama chama tumeamua kuivunja ngome ya CCM. Kwa hiyo njoni mkiwa na ujasiri mkubwa kwamba hakuna CCM, kuna propaganda tu. Hakuna Chama cha Mapinduzi hapa. Hapa kuna Chadema, na Watanzania waishio kanda ya kati mkoa wa Dodoma wako tayari kuwapokea na kuwasikiliza. Asanteni sana.